Ni wakati ambao maboresho makubwa ndani ya Simba yanazidi kuonekana, kila mmoja katika nafasi yake. Hii ndiyo fursa ambayo anaitumia katika dirisha dogo la usajili kuingiza baadhi ya wachezaji wazuri ambao anaamini ni mtaji mkubwa ambao utaifanya timu yake kuwa imara, kuwa bora na hatimaye kuyatimiza makubwa ambayo kajiwekea kama sehemu ya ufanisi na uweredi mkubwa uliotukuka. Simba chini ya coach Steve Baka, yeye pamoja na benchi lake la ufundi wanahitaji kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chao, kuingiza baadhi ya wachezaji wazuri ambao wanaamini ni mtaji mkubwa na ni wachezaji ambao watakuja kuifanya timu yao inarejea katika sehemu ya ushindani mkubwa. Sote tunajua na tunatambua Simba hawakuanza vyema katika msimu huu katika upande wa NBC pamoja na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini although katika upande wa Simba wanahitaji kufanya vizuri kwenye hili dirisha dogo, kulitumia kama fursa na mtaji mkubwa kwa upande wao kwa kuingiza baadhi ya wachezaji wazuri ambao wanaamini ya kwamba watakwenda kuifanya timu yao kuwa na metati, kuwa na sehemu ya ushindani mkubwa na hatimaye kuyatimiza makubwa ambayo wamejiwekea katika ubora mkubwa uliotukuka. Sasa usiyoyajua na unayopaswa kuyajua nyuma ya pazia ni kwamba wapo wachezaji wengi ambao Simba inawahitaji, na leo hii miongoni mwa jambo ambalo nitahitaji tutazame kwa pamoja. Tutazame mchezaji wa kwanza mpaka mchezaji wa mwisho, listi ya wachezaji ambao Simba inawahitaji. Na miongoni mwa mambo mawili ambayo unapaswa kuyajua pia ni kwamba wakati ambao tunakwenda kuitazama listi, wapo wachezaji nyota hawa wawili. Hawa wachezaji wawili wapo na Simba kule visiwani Zanzibar, wakiwa ni sehemu ya wachezaji ambao wapo katika sehemu ya majaribio. Mmoja anaitwa Charles Ouma. Huyu ni kiungo ambaye pia ana uwezo kucheza kama beki wakati kama ambavyo ilikuwa katika mechi ya hiyo jana. Anaitwa Charles Ouma. Huyu ni raia wa Sudan ambaye anakipiga kwenye timu ya Kenya Police. Jana alipata nafasi ya kwanza kama ulifuatia mechi kati ya Simba dhidi ya Fufun FC, na huyu amebadilishwa jina kwenye michuano ya Mapinduzi, anaitwa Sira. Kama kuna beki ulimuona anacheza kama beki nambari 4, yeye pamoja na bwana mdogo Vedastus Masinde, basi ujue huyo alikuwa amevaa jezi namba 39, anaitwa Sira. Basi huyo ndiye Charles Ouma, anaitwa Siras Charles Ouma, raia wa pale nchini Sudan ambaye alipata nafasi nzuri ya kucheza na kuonesha kiwango bora zaidi katika mchezo. So katika ufanisi na ubora mkubwa ambao umekuja kutukuka na kuonekana katika sehemu ya uimara, ubora na uweredi mkubwa uliotukuka, miongoni mwa wachezaji ambao tuliweza kuwatazama na kuwashuhudia wakifanya mambo makubwa na wakifanya ubora mkubwa katika upande huo ni Siras Charles Ouma. Siras Charles Ouma na Bright Anukani, hawa ni wawili ambao wao wapo katika michuano ya Mapinduzi Cup wakiendelea kutazamwa katika sehemu ya majaribio, kila ambacho watakuja kutoa. Huyu Bright Anukani ni Mganda na amecheza timu ya KCCA, lakini pia amecheza timu ya Vipers, zote za kutokea pale nchini kwao Uganda. Sasa wapo wachezaji wengine ambao Simba inawahitaji. Humo ndio utapata wachezaji akina Krotos Chora Chama, Triple C, Mwamba wa Rusaka, ndio utawasikia kina Idris Diomande, ndio utawasikia kina Enoch Inonga na wachezaji wengine. Sasa mkeka wa wachezaji wengi wanahitajika ndani ya Simba, na hapa nitahitaji uweze kujua listi ya wachezaji wote ni nani, anatoka wapi, ana uwezo kufanya nini na tutarajie nini kutoka kwake katika upande wa mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunis, ukiwa ndio mchezo wa kwanza ambapo maboresho yote yanafanyika kuelekea katika mchezo wa kwanza tarehe 21 au 23 ya mwezi wa kwanza, kabla ya mechi ya pili tarehe 28 au tarehe 30. Simba, tukianza na usajili wao wa kwanza, Simba inamhitaji golikipa. Golikipa ni lazima, na Simba amedhamiria kufanya usajili wa kipa mzawa kwa sababu Yakubu Suleiman amepata majeraha, lakini pia Musa Pimpini pia naye amepata majeraha. So yote kwa yote upande wa mnyama mwituni Simba Sports Club inamgharimu na inamlazimu pia kufanya maboresho katika eneo la goalkeeping, kuingiza baadhi ya wachezaji wazuri ambao wanaamini watakwenda kwa mtaji mkubwa zaidi. Goalkeeper anayetakiwa katika eneo la Simba ni goalkeeper mzawa anayejulikana kwa jina la Yona Amos. Yona Amos ni moja ya wachezaji ambao Simba inawahitaji, na huyu ni goalkeeper ambaye yupo
ndani ya Pamba Jiji, na Simba amefanya mazungumzo ya moja kwa moja, ameridhia, amekubaliana na Yona Amos. Yona naye amekubali kujiunga na Simba Sports Club. So anytime from now ni mmoja wa wachezaji ambao anakwenda kutambulishwa na Simba kama goalkeeper ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Yakubu Suleiman baada ya Musa Pimpini Kamara kuanza mazoezi yake mepesi, na yupo tayari mwezi ujao kuweza kurejea. Nje na Musa Pimpini Kamara, Simba wanamhitaji beki nambari 3, mbadala wa Anthony Mrigo. Mrigo ni msaji mzuri, lakini yeye ndiye kasalia kwenye nafasi ya beki namba 3 baada ya Nabi Kamara kuhamishwa katika upande wa kiungo cha ukabaji baada ya Alassane Kante kuwa na adhabu au kuwa na suspension katika michuano yote. Upande wa ligi ya mabingwa ana kadi nyekundu. Ukija kwenye upande wa NBC amezuiliwa kucheza mechi 5 na kamati ya saa 72 katika kile ambacho kimekuja kugundulika kama makosa aliyomfanyia Faisal Salum Feitoto. So katika upande wa mbavu ya kushoto Simba wanaye Anthony Mrigo pekee. So jambo hilo linawafanya moja kwa moja kuwa na usajili wa lazima kwamba Mrigo na ikitokea amepata majeraha au ikitokea ameweza kupata suspension, basi hawatakuwa na beki mwingine wa kushoto. Na katika upande huo Simba wanamhitaji Fawaz Issa Basadien, ni mmoja wa wachezaji ambao tayari Simba inawahitaji ili kuja kuongeza nguvu katika upande huo. Nje na Fawaz Issa Basadien, Simba bado wanamhitaji beki wakati mwingine ambaye ni Enoch Inonga, na yeye kuna mazungumzo kati ya Simba na Inonga, na ikumbuko Inonga yuko nchini Tanzania na ni mchezaji ambaye tunasema ni free agent ambaye bado Simba anafanya naye mazungumzo kama kutakuwa na uwezekano mmoja wa wachezaji ambao ana uwezo wa kuwarejesha. Lakini nje na hapo Simba inahitaji mashine inayojulikana kwa jina la Clatous Chota Chama. Chama ni sehemu ya wachezaji ambao ni nominated, ni mmoja wa wachezaji ambao Simba inahitaji kuwarejesha katika upande huo. Although if Jean Charles Ahoua hatopata nafasi ya kurejea ndani ya Simba kama ilivyo kwa sasa, akiendelea kubakia huko kwao akiwa anakamilisha taratibu za kujiunga na timu ya Raja Casablanca pamoja na timu ya JS Kabylie, tutakwenda kushuhudia Chama akirejeshwa ndani ya Simba na kuja kuchukua nafasi yake. Ukiachana na Clatous Chota Chama, pia yupo mwamba anayejulikana kwa jina la Idris Diomande. Idris Diomande ni mmoja wachezaji ambao pia Simba inawahitaji, na huyu ni msaji wa Singida ili kuja kuongeza chochote kile ndani ya Simba. Out of that, Simba ipo katika sehemu ya mazungumzo ya kuzidi kumfuatia Aaron Okero. Okero ni mmoja wachezaji ambao Simba pia inawahitaji katika hili dirisha dogo ili kuja kuongeza chochote kile ndani ya Simba. Lakini pia mmoja wachezaji ambao pia Simba imefanya nao mazungumzo na ni mmoja wachezaji ambao Simba inaamini ana mtaji mkubwa ni Chikumbuso, anaitwa Chikumbuso Sarima au jina maarufu anaitwa Chiku Sarim. Huyu ni kijana kutokea katika taifa la Malawi na ni winga wa Nyasa Big Bullets, mmoja wa wachezaji ambao Simba pia inawahitaji katika nafasi hiyo. Out of that, mchezaji wa mwisho ambaye sasa rasmi mazungumzo yamefunguliwa ni mwamba anayejulikana kwa jina la Djibril Sira. Djibril Sira baada ya kuvunja mkataba, Simba wanamtazama pia kama winga ambaye ana uwezo wa kuja kuchukua nafasi ya Joshua Mutare Budo katika nafasi hiyo. So hao ndio sehemu ya wachezaji kadhaa ambao Simba inahitaji kuwasajili katika dirisha dogo. List imekamilika na hapa tajiri Kibopa anakwenda kutoa pesa. Sio wote watasajiliwa, lakini sehemu ya watakaosajiliwa ndani ya Simba ni hawa ambao nimeweza kukutajia. Katika hawa ni nani unatamani aweze kusainiwa ndani ya Simba? Kikubwa nikwambie tu pia comment yako, lakini pia hakikisha umesubscribe. Hii ni Sky Media, sehemu na chaguo la wengi, ambapo pia unahabarika na kuzipata taarifa zote za kimichezo na haswa katika ishu ya kiusajili. Wakati ambao tuko kwenye dirisha dogo ni wakati ambao muda wote utahabarika na utazipata zote za kikachero zaidi.